Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya nusu finali, mchezo wa mkondo wa pili, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa Stellenbosch kutoka kule South Africa. Bwana, ni moja kati ya mchezo muhimu sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba kutaka kuweka rekodi mpya ya kuweza kutinga hatua ya finali ya kombe hilo, lakini pia wakati huo ni rekodi nyingine ambayo pengine itaweza kuwa beba na kuwaweka kwenye ramani ya soka Stellenbosch kama watatinga kwenye hatua ya finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Tunafahamu mchezo wa kwanza uliopigwa kwenye uwanja wa New Amaan Zanzibar kule, wekundu wa Msimbazi Simba waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Sasa ili Simba watinge hatua ya finali ya kombe hilo wanatakiwa kushinda ushindi wowote, lakini pia sare yoyote ya bila kufungana wanapita, lakini pia wanatakiwa kuhakikisha kwamba hawaruhusu goli lolote kwenye nyavu zao ili pengine kubadilisha matokeo ambayo waliyapata awali. Sasa ili Stellenbosch pia wao watinge hatua ya finali wanatakiwa kushinda ushindi unaoanzia magoli 2-0 au 3-1 na kuendelea. Kwa hiyo wao pia wakifanya hivyo itakuwa ni nafasi yao ya kuweza kutinga hatua ya finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo masaa machache yajayo, sasa mimi nakwenda kutabiri ama nakwenda kufanya utabiri wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wakilishi pekee wa kombe hilo kutoka Tanzania. Na pengine kikosi hichi ambacho nakwenda kukitabiri hapa huenda ndicho ambacho kinakwenda kufanya maajabu ya kuweza kutinga hatua ya finali ama kukipeleka kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hatua ya finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Sasa golini kama kawaida ni Musa Pimpini Kamara, huenda akawa moja kati ya walinda milango pale. Kwa hiyo tunafahamu kwamba hilo halina pingamizi kabisa kutokana na ubora ambao Musa Pimpini Kamara ameendelea kuwa nao. Kwa hiyo golini atakuwepo Musa Pimpini Kamara, lakini namba 2 atakuwepo Mohamed Hussein Shabalala, captain nahodha, moja kati ya mafurubeki bora kabisa kwenye ardhi ya Tanzania, lakini pia hata Afrika Mashariki na Kati. Nambari 3 ni Shomari Kapombe, hiyo ipingiki pia, moja kati ya wachezaji ambao pia wameendelea kufanya vizuri kwenye upande huo. Na unapozungumza mafurubeki wa pembeni, uwezi acha kumtaja Shomari Kapombe. Licha ya umri kwenda, lakini bado ameendelea kuonyesha kiwango bora na ameendelea kumfanya Fadlu Davids kuendelea kumwamini na kuendelea kumpanga kwenye kikosi chake. Kwa hiyo upande wa kushoto na kulia, Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein ndio ambao wanakwenda kukiongoza kikosi hicho. Namba 4 ni Abdrazaki Hamza, hii haipingiki, usajili bora kabisa kwenye dirisha dogo la usajili ambao wekundu wa Msimbazi Simba waliufanya kutokea kule South Africa. Moja kati ya mabeki ambao wameendelea kufanya vizuri. Tumeona baada ya kufanya vizuri pia ameaminiwa pia na kocha Hemedi Moroko kwenye timu ya taifa ya Tanzania na ameitwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba moja kati ya mabeki bora kwa sasa Abdrazaki Hamza ndiye ambaye anakwenda kucheza nafasi hiyo. Nambari 5 ni Karabucha Mu, na hii ni kutokana na kutokuwepo kwa Chemaron ambaye alipata majeraha, lakini pia tumeona kuelekea kwenye huu mchezo alizungumza kwamba yeye yuko tayari lakini bado hajawa fit kivile. Kwa hiyo inategemeana pia na maamuzi ya kocha Fadlu kama ataamua kumpanga ama kutokumpanga, lakini yeye anakuambia yuko fit, lakini kutokana na yeye pia kutoka kwenye majeraha, kwa hiyo Fadlu hawezi kumpanga moja kwa moja kwenye mchezo huu wa maamuzi. Kwa hiyo maana yake Karabucha Mu anakwenda kucheza nafasi hiyo, beki namba 5. Namba 6 kama kawaida Yusuf Kagoma, moja kati ya usajili bora kabisa kutoka Singida Fountain Gate kwenye dirisha dogo la usajili.
Kwa hiyo Yusuf Kagoma anakwenda kuuzima namba 6 na anakwenda kufanya kila ambacho amekuwa kikifanya mara zote. Kwa hiyo iko hivyo, nambari 6 haina ubishi. Yusuf Kagoma anakwenda kuzima nafasi hiyo. Nambari 7 kama kawaida, Kibu Dennis, Kibu D ndiye ambaye anakwenda kucheza nafasi hiyo. Tunafahamu uwezo wa Kibu Dennis, nguvu, speed alionayo, lakini pia uwezo wa kupiga mashuti ya mbali. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na sifa hiyo, na ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hususan pia kwenye mechi hizi za kimaamuzi, mechi ambazo zinaitaka Simba kuweza kufanya chochote. Kibu Dennis ameendelea kuwa moja kati ya wachezaji bora kabisa na wasaidizi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nambari 8 Fabrice Luamba Ngoma, moja kati ya wachezaji viungo bora kabisa ambao tunafahamu, moja kati ya usajili ambao Simba wanaweza kuwa wanajivunia. Lakini pia huyu ni mwana finali akiwa na Raja Casablanca ambaye waliweza kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo ukongwe, uzoefu, lakini pia namna ambavyo ameendelea kuisaidia kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ndicho ambacho kinaendelea kumbeba na kuendelea kuaminiwa na Fadlu Davids. Kwa hiyo nambari 8 anakwenda kucheza Fabrice Ngoma. Bana, nambari 9 kama kawaida Steven Mkwara, mara baada ya kufanya vizuri kwenye mchezo dhidi ya Al Masry baada ya kuaminiwa na Fadlu Davids. Bana, tukaona pia mchezo wa mkondo wa kwanza Simba ambao aliibuka na ushindi wa goli 1-0 pale New Aman Complex kule Zanzibar. Bana, ni moja kati ya wachezaji ambao pia ameendelea kumfanya kocha Fadlu kaendelea kumwamini. Kwa hiyo nambari 9 anakwenda kucheza Steven Mkwala. 10 Jean Charles Ahoua, moja kati ya viungo shambuliaji ambao pia wameendelea kuwa na msaada mkubwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kipenzi cha Fadlu Davids ndiye ambaye anakwenda kucheza nambari 10 kwenye mchezo huo. Nambari 11 kama kawaida Elie Mpanzu, moja kati ya wachezaji ambao unaambiwa kwenye michuano hii ya kimataifa ni moja kati ya wachezaji wa kuchungwa, na tumeona madhara yake, namna ambavyo anaweza kasumbua backline ya timu pinzani, namna ambavyo anaweza ka create nafasi kwa washambuliaji, namna ambavyo anaweza pia akafunga. Tuliona kwenye mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry ushindi wa goli 2-0 akifunga moja kati ya goli ambalo liliwapeleka Simba kwenye mikojo ya penalti. Kwa hiyo Elie Mpanzu ni moja kati ya wachezaji ambao wanakwenda kuonekana kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hicho ndicho kikosi changu ambacho pengine naamini huenda kocha Fadlu akaenda kukitumia, lakini pia wewe una nafasi ya kuweza kutabiri kikosi chako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia ni kikosi kipi ambacho unaamini kinaweza kaipeleka Simba hatua ya finali. Cha kwangu ni hicho hapo. Kwa kama utaungana na mimi pia sio mbaya. Kwa hiyo una nafasi pia kuweza kunipa kikosi chako pia kuelekea kwenye mchezo wa masaa ya chache yajayo kuelekea kwenye nusu finali hiyo ambayo kiukweli macho na masikio ya Watanzania, macho na masikio ya watu wa Afrika Mashariki na Kati yako kule South Africa, Durban, ambako Simba wanakwenda kukabiliana na Stellenbosch kutoka South Africa, mchezo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu finali. Anayeshinda hapa atakwenda kuungana kati ya mshindi kati ya CS Constantine kutoka Algeria pamoja na RS Berkane. Tunafahamu mchezo wa kwanza kwenye timu hizo RS Berkane aliibuka na ushindi wa magoli 4. Kwa hiyo unaweza kusema 70% RS Berkane huenda kacheza hatua ya finali. Je, anakwenda kukutana na Simba au na Stellenbosch? Moja kati ya maswali ambayo tunasubiri. Dakika 90 ndizo ambazo zinakwenda kuamua. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.